Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu mpendwa, ninakusalimu sana kupitia jina la Yesu Kristo. Awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii kuweza kukupongeza heri ya mwaka mpya 2026. Imempendeza Mungu mimi na wewe tuweze kuwepo mpaka siku ya leo kwa sababu tu ya neema ya Mungu na huruma na upendo wake kwetu. Basi kama kuna jambo la muhimu sana tunaweza kumshukuru Mungu kwalo na likawa kipaumbele kwetu mwaka mpya 2026, ambalo nitaomba nikushirikishe, ambalo litakuwa ni jambo la maana na la msingi kuliko navyodhani ama kuliko navyodhani mimi. Jambo la heri, lenye manufaa na la baraka mno. Si jambo jingine mpendwa, japo kwa yako mengi ya muhimu yenye maana na umaalumu, lakini jambo hili ni la kushirikisha likawe la kipaumbele zaidi na la muhimu kupita chochote ambacho ungidhani kinaweza kuwa cha muhimu kwako na kwangu. Kitu hicho si kingine bali ni kuanza mwaka huu 2026 kwa kuanza kutaka kumjua Mungu na kumfahamu Mungu wetu aliyetuita na aliyetuumba. Hilo ndio jambo namba moja la msingi sana. Haitatufaidia chochote kuingia mwaka mpya kama tukiwa hatuna makusudi ndani yetu ya kumishia Mungu, kumtumikia Mungu, kumpenda Mungu na kujitoa kwake maisha yetu yote. Unadhani kwa nini Mungu anatupa miaka, anatupa siku za kuishi? Ni kwa nini? Anatamani tuyatimize makusudi na mapenzi yake katika maisha yetu tukiwa hapa duniani. Sasa jambo hili ni jambo ambalo mimi na wewe hatuna budi kulijua. Sasa basi, nilikwambia kama kuna kitu cha msingi tunaweza kukifanya mwaka huu 2026 ni kuanza na uamsho mkuu. Uamsho mkuu wa kumtafuta Mungu wetu kwa nguvu nyingine, kwa moyo wa dhati, kwa unyenyekevu hali ya juu, kwa kushuka mbele zake. Basi sasa, kwa namna gani ndio tukafanya hivyo? Angalau hatuna budi kuanza mwaka mpya 2026 kwa kusoma neno la Mungu. Tunatamani tuanze mwaka kwa kumjua yeye na kuendelea hivyo. Mungu wetu ni neno. Ameketi katika neno lake, amejifunua katika neno lake, amejificha katika neno lake. Ni hapo tu tunaweza kumpata na kumwona. Maandiko matakatifu yamevuviwa na yeye mwenyewe Mungu, yamevuviwa na Roho Mtakatifu. Ni pumzi ya Mungu, yanayopumzi ya Mungu, yako hai, yanaishi milele na yana nguvu. Neno la Mungu lina nguvu, lina uhai, lina mamlaka, linaponya, li hai na milele. Kama kuna kitu tunatamani mwaka 2026, basi kingine ni kumjua Mungu aliyetuumba, ni kumjua Mungu aliyetuokoa, ni kumtumikia Mungu aliyetuokoa na aliyetuita na ambaye anatukirimia uzima na afya. Kwa hiyo mpendwa, ninakuomba tuingie mwaka huu kwa uamsho huu mkuu wa kusoma neno la Mungu na kuliishi. Habari njema ni kwamba kuanzia tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026 tunaanza tena au tunaendelea tena na program ya usomaji wa Biblia, Bible Reading Plan. Tunaanza tena mwaka huu tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2026, siku ya Jumatano. Tunasoma Biblia nzima, na mwaka huu tunaanza
na Agano Jipya. Baada ya kumaliza Agano Jipya, tutaingia Agano la Kale. Tunaanza na Agano Jipya vitabu 27. Baada ya kumaliza Agano Jipya, tunaingia Agano la Kale vitabu 39. Kwa hiyo tutakapoanza safari hii, tunaanza kusoma kila siku sura 4. Kila siku sura 4. Kuanzia Jumatano tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026 ni sura 4 mpaka tunamaliza Agano Jipya. Baada ya hapo tunaanza safari tena na kuendelea na safari ya Agano la Kale. Ni kuombe ungana na sisi katika safari hii. Tunalo kundi la WhatsApp ambao tunasoma Biblia toka mwaka jana, tumekuwepo. Ni mwaka mwingine. Kwa hiyo ni fursa hii usiache. Ikiwa unashuhudiwa na unatamani kweli kusoma neno la Mungu na kumjua Mungu kwenye maisha yako, tataja namba ya simu hapa ili kwamba tuweze kuwasiliana kwa namba hiyo. Ukituma ujumbe kwenye WhatsApp yangu ama kutuma message ya kawaida, basi tuweze kuunganisha kwenye grupu la usomaji wa Biblia mwaka 2026, na bila shaka wote kwa pamoja tutamuona Mungu kwa viwango vipya na viwango vingine. Kama kuna kitu la kihitaji kwenye maisha yetu, kipaumbele cha kwanza ni neno la Mungu. Tuwe na njaa, tuwe na kiu, tuwe na shauku ya kulijua neno la Mungu. Namba ya simu ni 0788 109535, 0788 109535. Karibu tusome neno la Mungu. Utamgusa Mungu na kugusa moyo wake, na tutakaposoma Biblia na kuyaishi maneno ya Mungu, hatuwezi kubaki kama tulivyo. Mwaka huu ni mwaka wetu, ni mwaka wa mafanikio, ni mwaka wa kumwona Mungu. Mungu aliye hai akubariki sana. Asante sana kunisikiliza. Barikiwe sana. Asante sana.